Titus bado ilikuwa kwenye kumbukumbu ya barua ya miaka 5 iliyopita. Alikuwa ni msichana wa kutisha sana kutokana na majipu mengi yaliyokuwa yamejaa mwili mzima, huku yakitoa harufu kali ya usaa. Lakini kilichomgusa Titus haikuwa ngozi yake, bali macho yake. Macho ya mtu aliyevumilia dunia bila kupewa nafasi ya kupendwa. Msichana huyu alianza kumweleza Titus kwa sauti ya kuvunjika ya kwamba alizaliwa na hali hiyo, na hata mama yake alitamani kumtupa alivyokuwa mdogo. Aliendelea kueleza kuwa amekuwa hadi kufikisha umri wa usichana, akivumilia kutengwa na ndugu na marafiki. Hakuna aliyewahi kutamani kumsogelea. Hali hiyo ikapelekea yeye mwenyewe aamue kujitenga kwa kuishi polini miaka 9. Baada ya msichana huyo kueleza yote hayo, Titus alikaa kimya kwa muda mrefu akimtazama. Alimwangalia si kwa macho ya kawaida, bali kwa moyo. Punde mwanaume huyo wa vita alianza kuzungumza taratibu kama mtu anayesoma Biblia, huku akiyatazama kwa umakini macho ya msichana huyo. Tafadhali sana, naomba uwe mwanamke wa maisha yangu. Msichana huyu alishtushwa sana na kauli ya Titus. Alicheka kwa uchungu. Wewe una kichaa? Unataka kunioa? Unioe mimi ambaye hata mbwa hawataki kunikaribia? Sitaki kuamini kama nimekutana na mwanaume mwendazimu. Nini kimekufanya unipende? Ni haya majipu yangu yaliyoenea mwili mzima, na hii sura yangu ya kutisha, ama hii harufu kali ya usaa? Titus alitulia. Alimtazama msichana huyo kwa sekunde kadhaa, kisha alivunja ukimya. Kiukweli, sina sababu iliyonifanya nikupende isipokuwa hisia ya hafla, hisia ya moyo isiyo na hoja wala maelezo. Titus alimwomba msichana huyo waende Roma pamoja. Msichana hakumwamini Titus. Alikataa. Lakini Titus alimbembeleza msichana huyo muda mrefu sana. Hatimaye msichana huyo alikubali kwenda na Titus, lakini kwa shingo upande. Walipofika Roma, kila mtu alishtushwa na sura ya kutisha ya msichana huyo iliyojaa majipu yanayotoa usaa. Harufu kali ya usaa ilienea jiji lote la Roma. Kila mtu alishika pua, lakini Titus hakujali. Aliendelea kusonga mbele, akiingia na msichana huyo kwenye jiji la Roma, uso wake ukiwa umejaa ujasiri na upendo wa kweli. Harufu ya usaa ya msichana huyo ilifika hadi kwenye kasri la Kaisari. Kaisari alimwita Titus, akizungumza naye kwa hasira ya juu. Titus, askari wangu mwaminifu, umeamua kuniaibisha mimi, mfalme wako na Roma nzima. Titus, unajua mahala hapa ni peponi, mahala ambapo mimi Mungu wako naishi. Umeamua kupanajis. Sasa amri ni moja Titus. Sihitaji kukiona hicho kinyago kwenye jiji la Roma.
Kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Titus Sakubisha alimshika mkono msichana huyo, wakaondoka kwa heshima kuelekea polini, mahali ambapo hakuna mtu ambaye angeweza kuingilia upendo wake. Alijenga kibanda, kisha maisha yakaanza rasmi. Kila siku Titus alilandalanda msituni na popo, wakitafuta mizizi, majani na miti ya tiba ili waweze kumponya msichana huyo. Kwa miaka 5 waliendelea kutafuta tiba bila mafanikio, lakini Titus hakukata tamaa. Watu walimuita mwenda wazimu, lakini Titus hakujali. Aliendelea kufuata moyo wake. Siku moja msichana huyo, macho yake yakiwa na giza la mawazo, alimgeukia Titus kwa sauti kukata tamaa, huku akitililikwa na machozi. Titus, nakuomba niache nirudi kule polini uliponikuta, na wewe endelea na maisha yako. Mimi sina maana yoyote ile. Sitaki uendelee kuteseka kwa ajili yangu. Sitaki kuona unaharibu maisha yako kwa mtu ambaye kila mtu anaukimbia uso wake. Titus alimtazama msichana huyo kwa umakini, kisha alianza kuzungumza kwa sauti tulivu. Wewe sio mateso yangu. Wewe ni zawadi yangu. Nilikuchagua kwa sababu moyo wangu ulizungumza nami, na siku zote moyo haukosei. Tafadhali nakuomba nipe nafasi ya kupambana pamoja nawe. Popo alipowasili akiruka juu kwa kasi, akiwa amebeba majani ya kijani kibichi yenye unyevu wa ajabu. Majani hayo yalikuwa tofauti. Popo aliokota kutoka pori la mbali ambalo hata Titus hakuwahi kufika. Titus alisaga majani hayo na kuichanganya na maji ya moto, kisha alianza kumpaka msichana huyo taratibu. Kila itwayo leo, Titus alimpaka msichana huyo dawa hiyo kwa imani na kwa nidhamu kubwa sana. Baada ya wiki moja tu, alianza kuona mabadiliko. Michubuko ikaanza kupungua, harufu ikaanza kutoweka. Ngozi ya msichana huyo ilianza kubadilika taratibu, kama maua ya polini yanayofunguka baada ya mvua ya kwanza. Na baada ya miezi 6, upele wote ulitoweka. Ngozi yake ikawa laini yenye mng'ao wa afya. Alikuwa mrembo wa ajabu, na sio mrembo tu, bali mrembo wa dunia. Titus alimtazama kwa macho ya furaha na mshangao. Popo akaruka juu mara 2 akipiga kelele ya ushindi. Siku Titus anarudi kwenye jiji la Roma na msichana huyo. Kila kona kulikuwa na sauti na minong'ono ya mshangao. Watu walipigwa na butwaa kwa kuona kitu kisichoelezeka kwa urahisi. Msichana wa Titus, ngozi yake ilikuwa na mng'ao wa asili, macho yake yakimetameta kama maji ya chemichemi. Urembo wake ulibadilisha hali ya hewa. Hata jua lilivutiwa kumtazama msichana huyo. Baadhi ya watu walikataa kuamini urembo wa msichana huyo, kwa maana haukuwa kawaida. Walishika vichwa vyao, waliona kama wapo kwenye ndoto. Walikumbuka upele, harufu ya usaa na uso uliowatisha. Haiwezekani, sio yeye, alisema mmoja wao. Si yule,
huyu ni msichana kutoka mbinguni. Wengine walimlinganisha na Cleopatra, lakini walisema Cleopatra ni kivuli tu. Huyu ni mwangaza wenyewe. Ndani ya kasri ya juu ya balkoni kubwa ya dhahabu, Kaisari alikuwa amejipumzisha, lakini hafla kelele za umati zilianza kusikika nje. Kaisari alishtuka, akakunja uso. Nini kinaendelea huko nje? Ni mapinduzi ama ni maandamano? Akainuka na kutazama chini. Mfalme huyu alipigwa na butwaa. Midomo yake ikajikuta ikifunguka, lakini hakuna sauti iliyotoka. Moyo wake ukapiga kwa kasi. Alimwona mke wa Titus akitembea katikati ya umati akiwa na uzuri wa ajabu sana. Kaisari alipumua kwa tabu, akijiuliza kwa sauti ya ndani, Titus amemtoa wapi msichana huyu? Mbona kama si binadamu wa kawaida? Mfalme huyo hakutaka kuamini kabisa. Eti ndio yule msichana aliyekuwa na upele na uso wa kutisha, aliyekuwa akitoa harufu kali iliyoenea Roma nzima. Titus alimwambia ni yeye mfalme wangu, ni yeye yule kiumbe wa ajabu. Lakini sasa Mungu amembadilisha na kunipa mke mzuri sana. Ndani ya masaa machache, habari ya uzuri ya msichana huyo zilienea kutoka mitaa ya Roma hadi vijiji vya mbali. Wageni wakaanza kumiminika kutoka mataifa ya mbali kuja kushuhudia uzuri wa ajabu wa mwanamke aliyekuwa na historia ya laana, lakini sasa alifanana na malaika. Siku huo Mfalme Julius Kaisari hakuweza kupata usingizi kabisa. Aliketi kwenye chumba chake, macho yake yakiwa makavu. Kwa nini moyo wangu haujapumzika tangu nimwone mke wa Titus? Kwa nini usingizi hautaki kunitii? Umesahau kama mimi ni mfalme? Lakini ndani ya moyo wa mfalme huyo alijua kitu kimoja tu. Alimpenda mke wa Titus. Kisha Mfalme Julius Kaisari alitamka kwa ujasiri, hili jiji ni langu, hii dunia ni yangu, na kila kilicho kizuri ndani yake ni mali yangu. Habari, huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.